المرسلين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه غر الميامين أما بعد. Wapenzi watazamaji, naomba nitoe klipu fupi kabisa ambayo klipu hii itakuwa mwendelezo au kamilisho wa durusi zilizopita, hasatan kuhusiana na as-salatu ala nabii Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kuna watu waliuliza kaifiyatu sala, swala gani watu wamsalie mtume, baada ya kueleza klipu ambayo imesisimua watu kuhusiana na kufungua dunia yetu wa akhiratina pamoja na akhira yetu kwa ujumla. Sala ya mtume ni kama ifuatavyo. Ni kushauri kitu kimoja, ni vizuri ukianza as-salatu ala nabii umbembeleze kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufutiwa madhambi kwa kufanya istighfari hii ya Sayyidina Yunus. Anza kwa kusema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Adhkari hii ukiifanya mara 3, insha Allah, kama unaomba kitu tarajia ndani ya siku 3 Mwenyezi Mungu atakupa. Nayo ni dua kubwa ya kuvuta kitu katika hazina ya Mwenyezi Mungu. Lakini tasbihi hii ukiifanya mara 110, kwa hiyo utaisoma uradi huu, tasbihi hizi zinakuwa 99, utaongeza 1 mwenyewe ziwe 100, halafu utarudia mpaka ifike 10. Ukiifanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin mara 110 ndani ya masaa 12, utakachoomba mida mkina kheri ndani yake, tizama, fuatilia masaa, utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakupatia kwa haraka sana, kwa sababu Mwenyezi Mungu asema ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, niombeni na mimi nitakuitikieni, nitakutimizieni. Kwa hiyo njia hii ya kumuomba khasatan, basi utakuta njia hii ndani ya masaa 12 Mwenyezi Mungu atakuitikia. Ushahidi, Nabii Allah Yunus, Mwenyezi Mungu anasema wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi. Anasema Yunus naye alayhi wala nabiyina salatu wassalamu alivyomuomba Mwenyezi Mungu kwa dhikri hii, fastajabna lahu, tulimuitikia, wanajainahu, na aliokolewa kutokamana na kumezwa na mdudu yule. Na ilikuwa muda mchache tu, 24 saatan, ilikuwa ndani ya 24 hours, masaa 24 alikaa katika tumbo la nyangumi au la samaki mkubwa. Na wallahi kwa sababu dua hii ni ya masaa, Mwenyezi Mungu alimuondoshea. Kwa hiyo na wewe itumilize kwa masaa, kwani yeye Yunus ni nani? Ni mja wa Mwenyezi Mungu, na wewe pia ni mja wa Mwenyezi Mungu, na upo katika khaira umma, upo katika ummati bora. Kwa hiyo ukisoma hii Mwenyezi Mungu atakubariki ndani ya masaa 12, atakufungulia. Na hata nami ninasema ni mfano kwa sababu yashai kutokea. Sambamba na hilo, sala ya mtume kwa sababu ya kuzichuma baraka, kuvuta utajiri, ni sala hizi 3 nitakazokutajia. Sala ya mwanzo ni as-salatu ibrahimia. Ni ile sala ambayo tukiwa katika tahiyatu tunaisoma. Hii ndo sayyid, ndo kubwa, kwa sababu mtume aliulizwa kaifa nusalli alayka ya Rasulullah, tukusalieje? Fasakata hunainatan, akanyamaza punde, kisha akasema mfanye hivi: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى utaisoma sasa mara 1440. Ukisoma mara hizo, ndugu yangu, utachuma kutoka katika hazina ya Mwenyezi Mungu. Ukijumlisha na istighfar lilokuelekeza, ukajumlisha na hii sala ya mtume, bila shaka utakuwa muda mchache huo ambao haumalizi hata jisaa, utakuwa umetengeneza dua kubwa sana. Mwenyezi Mungu atakupa vipando, Mwenyezi Mungu atakupa nyumba, atakuondolea gham, ataondosha jekejeke na kutamani, ataondosha haja ambayo imekushika. Ama sala nyingine ya mtume ambayo ni sala fupi kwa kuanzia, nayo majibu yake ni sawa bin sawia, ni shortcut na inafaa. Hii utaisoma mara 1575. Utasema hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim. Utaifanya mara 1575. Ni idadi njema hiyo, na mambo yana siri zake katika idadi, lakini hii sio muqayyad, ni mutlaqun. Ukizidisha zaidi ya hivyo itakuwa ni khairi zaidi. Na siku ambazo zinapendeza sana kumsalia mtume siku zote, lakini siku ambayo imesuniwa zaidi, siku ya Ijumaa, ni siku kubwa. Ijumaa usikose kufanya dhikri kama hiyo. Na mida mizuri, muda wote unaweza ukamsalia mtume, lakini mida ambayo ni aghla, ina thamani, ina kabuli, ni thuluthi ya mwisho kuelekea alfajiri, yani kabla salatu alfajiri na baada salatu alasr. Jua linaenda kuzama kuanzia ile mida ya saa 11, ndo ghudhu wala asar, ndo bukratan wasila. Hizo sehemu hizo za kumtaja mtume, kumsali. Lakini malizia adhkari ya mwisho. Adhkari ya mwisho hii ni kwa sababu ya kuondosha maradhi, homa, watoto kuumwa. Hii adhkari hii inaondosha maradhi, nayo unasema hivi: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha. Kama utaisomea mara 100 ndani ya maji, inshallah, mpe anayeumwa na tumbo, mpe ambaye uzazi unamsumbua, mpe mtu ambaye amepata maradhi ya kiharusi, nawe mwenye kichwa kinakuuma, majini wanakuuma, fanya vitu kama hivi, kunywa, somea maji, koga, inshallah khairi. Mwenyezi Mungu atakusaidia, na hii wala sikupi idadi, hata ukisoma mara moja inasaidia. Nikome hapa, lakini kwa kweli sala za mtume bado ni nyingi zinaendelea. Kuna salatu naria na nyingine nyingi, lakini kwa kusaidiana hizi pia zinaweza zikasababisha mtu akafungukiwa mambo yake. Inshallah, naomba nikome hapa. Nikushukuruni sana kwa kuchukua wakati wenu. Asadallahu ala awqatikum. Lakini pia sambamba na hivyo, msisahau na mimi inshallah taala kuniombea dua na kupendeni sana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu.